Acha nisome Zaburi ya 14. Zaburi ya 14. Kile kitabu cha Zaburi sura ya 14. Maandiko matakatifu yanasomeka hivi. Maandiko matakatifu yanasomeka hivi. Zaburi ya sura ya 14 mstari wa 1 andiko nasema, mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Anasema wameharibika matendo yao na kuyafanya chukizo. Anaendelea kusema hakuna atendaye mema. Toka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Toka mbinguni Mungu alichungulia, akatazama duniani, aone kama yupo mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Anaendelea kusema wote wamepotoka, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata mmoja, la hata mmoja. Ndugu yangu, tamani sana katika neema hii Mungu akufanye upya nia yako. Mungu akutengeneze kwa upya katika nia yako ya ndani. Mungu akutengeneze kwa upya nia yako ya ndani, uweze kubadilishwa, uweze kutengenezwa, ili uweze kumwona Mungu katika maisha haya ya sasa, ili uweze kumwona Mungu katika maisha haya sasa na katika maisha yajayo. Maana tunapoamua kumtegemea Mungu, sio kwamba tutamwona hapa duniani tu, tutamwona hapa duniani na kisha uzima wa milele. Ndio maana siku moja Yesu alifundisha mafundisho magumu. Yesu alifundisha mafundisho magumu, akawaambia wanafunzi wake, akasema aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu yuna uzima. Wale watu wakashangazwa nayo mafundisho, wakasema yawezekanaje tunywe damu yako na tule mwili wako, kwamba tutakuwa na uzima? Maandiko yanasema kwa sababu ya watu wengi kwa kutokuelewa wakaondoka wakamwacha Yesu Kristo. Ndipo akamgeukia Petro akamwambia, Petro, nawe wataka kuondoka? Nawe wataka kuondoka? Ndipo Petro akasema, twende kwa nani ikiwa kwako kuna uzima? Twende kwa nani ikiwa kwa Mungu kuna uzima? Twende kwa nani ikiwa kwa Mungu kuna uzima? Waganga wa kienyeji hawezi kutoa uzima, hata matabibu wa duniani hawezi kutoa uzima. Ndio maana ukienda hospitalini ukiwa unaumwa, wanakupa dawa, wanafanyaje, lakini wanakuambia jambo moja, tumuombe Mungu, umwamini Mungu. Tumuombe Mungu, tumwamini Mungu. Twende kwa nani ikiwa kwa Mungu kuna uzima? Waganga hawezi wakatupa uzima, mapepo majina yaweza yakatupa uzima, bali uzima ukatika kumjua Mungu. Petro akasema, niende kwa nani mimi? Twende kwa nani sisi ikiwa kwako kuna uzima, ikiwa kwako kuna rehema, ikiwa kwako kuna neema? Twende kwa nani? We baba yangu nayenisikia mahali hapa, uende kwa nani ikiwa kwa Mungu kuna uzima? Wewe mama nayenisikia, uende kwa nani ikiwa kwa Mungu kuna uzima? Hata kama tukiwategemea wanadamu hawana uzima wa kutupa. Mwanadamu hana uzima wa kukupa. Iwe ni mke wako hana uzima wa kukupa, iwe ni mume wako hana uzima wa kukupa, iwe sijui ni mpenzi wako hana uzima wa kukupa, iwe ni ndugu zako hawana uzima wa kukupa. Lakini kwake Mungu tunapata uzima na amani. Ndio maana kuja nasema, hakika wanayo amani tele, wanayo amani nyingi, wale waipendao sheria ya Bwana, wala hakuna la kuwakwaza, wala hakuna la kuwakwaza katika mioyo yao. Twende kwa nani wa Tanzania ikiwa kwa Mungu kuna uzima? Twende kwa nani wa Kenya ikiwa kwa Mungu kuna uzima? Twende kwa nani? Twende kwa nani wa Kongo ikiwa kwa Mungu wetu kuna uzima? Hatuna mahali pa kwenda
isipokuwa kwa Mungu wetu, maana yeye ni kimbilio letu, yeye ni mwamba wa wokovu wetu. Yeye ni mwamba wa wokovu wetu. Yeye ni mwamba wa wokovu wetu. Haleluya, haleluya. Na maandiko anasema anaheri mtu huyo aliyejenga katika huo mwamba. Yaani unaheri wewe baba uliyejenga maisha yako katika huo mwamba. Unaheri wewe kijana unanisikiliza mahali hapa na unanifuatilia kwenye mtandao. Unaheri wewe ambaye maisha yako umeyajenga katika huo mwamba. Haleluya. Unaheri wewe dada unanisikiliza ambao umeamua kujenga maisha yako katika huyu Mungu wa uzima. Wakati wengine wanajenga maisha yao kwenye anasa, bali wewe unajenga maisha yako katika Mungu. Oh, haleluya. Wakati wengine wanajenga maisha yao katika vitu vinavyoharibika, bali wewe unajenga maisha yako kwa Mungu wa milele. Maandiko yanasema yeye ni Baba wa milele. Ufalme wake hauna mwisho, mamlaka yake hayana mwisho, utisho wake hauna mwisho, nguvu zake hazina mwisho. Haleluya. Yeye ametukuka sana, yeye ameinuliwa juu sana. Maandiko yanasema aliinuliwa juu ili nasi wanadamu tuweze kuinuka tumtazame. Maandiko yanasema ameinuliwa juu ili tumtazame. Maandiko yanasema kama ilivyokuwa kwa Musa wakati wa Israeli walipotenda dhambi machoni pa Bwana. Maandiko yanasema Mungu akakusudia kuangamiza, akatuma nyoka wa moto. Alipotuma nyoka wa moto, wale nyoka wa moto wakaenda wakawauma. Maandiko yanasema wakafa wengi. Walipokufa wengi, wakagundua, wakaingia kwenye toba, wakaingia kutubu. Ndio maana hakuna kitu ambacho Mungu ni mwepesi kusikia kama toba. Mungu anapenda watu wenye ambao wanapenda kutubu makosa yao. Mungu anapenda mtu ambaye anayekubali makosa na kuyatubia. Lakini wewe unajifanya kuwa mgumu, unaendelea maandiko yanasema aonywaye mara nyingi, huku hakutaka kusikia. Maandiko yanasema shingo yake itavunjika wala hataweza kupata tiba. Mungu anapenda watu ambao wana mioyo ya toba, watu ambao wana mioyo ya rehema, watu ambao wanakumbuka wanapokosea, wanapoanguka katika dhambi, wanakumbuka kutubia makosa yao, wanakumbuka kutubia dhambi zao, wanakumbuka kumrudia Mungu. Mungu anapendezwa na watu wa namna hiyo, watu wenye rehema. Ndio maana Biblia inasema heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wewe baba mwenye rehema, maana utapata rehema. Heri wewe mama mwenye rehema, maana utapata rehema. Heri wewe kijana mwenye rehema, maana utapata rehema. Heri wewe binti unayenisikiliza, ukiwa una rehema ndani yako, maandiko yanasema utapata rehema. Na maandiko yanasema Mungu hawezi kutusamea makosa yetu kama hatuwasamee wale waliotukosea. Unashinda hapa mtaani, hapa kijiweni, unafanya biashara wenzako, unapoona umekukosea, usione shida kumwomba msamaha, usione shida kutengeneza naye. Maana watu ukakuta mnafanya biashara wote hapa, lakini unakuta ni jirani yako lakini hamuongei. Ni jirani yako lakini hamuongei. Kila moja mnakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni, kila moja ameweka sura ya mbuzi. Kila moja ameweka sura ya mbuzi, haongei na mwenzake. Hayo sio maisha tulioitiwa. Tuliitiwa maisha yenye furaha, tuliitiwa maisha yenye amani. Haleluya. Ndio maana maandiko yanasema iweni na utakatifu kama Baba yenu alivyo mtakatifu. Iweni na amani na watu wote.